Bwana Yesu asifiwe. Mwana-kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Baraka TV, siku ya leo, siku ya tarehe 11 mwezi wa 4, ambao ni Jumamosi, ninakuja kwako nikuletea neno la Mungu na tafakari ya neno la Mungu kwa siku ya leo, ambalo linatoka katika kitabu cha Zaburi mlango wa 38 mstari mmoja wa 4. Zaburi 38 mstari wa 4, lakini pia nitasoma na kutoka kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 23 mstari wa 42 mpaka 43. Na masomo hayo yote mawili yanatoka katika kiongozi kalenda ya kanisa la Moravian Tanzania. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja kwako siku ya leo. Asante Bwana kwa kuwa umeratibu siku ya leo. Asante Bwana kwa kuwa nimesimama mbele za watu wako. Naam, Bwana, unakwenda kusikia ujumbe wa neno lako ambalo unakwenda kulituma katika maisha yao. Ninaomba Bwana, fungua mioyo yetu ya ndani, fungua fahamu zetu za ndani Bwana, ili tuweze kulisikia neno hili la uzima ambalo linakwenda kupita katikati yetu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Basi kama nilivyokwenda kusoma kutoka kiongozi kalenda, somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Zaburi 38 mstari wa 4, na somo la pili ni kutoka katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 42 mpaka wa 43. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ninakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi. Anasema hivi: maana dhambi zangu zimefunikiza kichwa, kama mzigo zimenilemea mno. Maana dhambi zangu zimenifunikiza kichwa, kama mzigo zimenilemea mno. Na katika Injili ya Luka ile 23 mstari wa 42 mpaka 43, neno la Mungu pale mahali linasema hivi: kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunakutana mbele za Mungu tukitafakari hali halisi ya maisha ya mwanadamu. Mwanadamu siku zote amelemewa na mzigo wa dhambi. Mwanadamu siku zote yeye amelemewa na mzigo wa dhambi. Lakini pia tuone hapa pia kuna hitaji la neema. Pamoja na kulemewa na mzigo wa dhambi, lakini pia mwanadamu huyu anahitaji hitaji la neema katika maisha yake. Mwandishi wa Zaburi anaeleza kwa uchungu jinsi dhambi zinavyokuwa mzigo, tena mzigo kuliko uwezo wake. Lakini pia tunaona tumaini jipya pale msalabani, ambapo hata mtu aliyekuwa mtu wa mwisho kuelekea kufa, yeye aliona apate kukombolewa, akapata neema na alipata rehema mbele za Mungu aliye hai. Swali ni hili: je, tunafanya nini tunapolemewa na dhambi? Tunafanya nini? Unafanya nini unapolemewa na dhambi? Je, bado kuna tumaini? Hata kama unalemewa na dhambi, je, bado kuna tumaini? Lakini tunaona hapa Daudi anasema, maana maovu yangu yamepita juu ya kichwa changu, kama mzigo mzito yamenilemea sana. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka, dhambi si jambo jepesi. Dhambi ni mzigo mzito unaomlemea mtu. Dhambi inaleta huzuni wa moyo. Dhambi inasababisha kukosa amani katika maisha yako, lakini pia inasababisha kuwa mbali na Mungu. Dhambi ni mbaya. Kimbilia kwa Mungu aliye hai. Ondoka hapo ulipo. Dhambi zako zinakutesa. Dhambi zako zinakupeleka pabaya. Utaangamia ukiendelea kukumbatia dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi zinaua. Dhambi zinaua wengi. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya dhambi. Wanaotenda matendo ya dhambi wanaangamia, wanapoteza maisha. Bwana Yesu asifiwe.
Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Watu wengi leo wanaishi na mizigo. Watu wengi leo wanaishi na mzigo. Lakini ni kwa sababu ya makosa ya zamani. Hawakutaka kuachilia. Hawakutaka kupeleka kwa Mungu hayo makosa. Lakini heri leo uweze kutubu dhambi. Unajua Mungu, dhambi zako zitakupeleka pabaya. Dhambi zako zitakuangamiza. Ni heri mkumilie Mungu. Na dhambi hizo zinaleta majuto yasiyo ya kawaida. Dhambi inaleta majuto yasiyo ya kawaida. Lakini jitahidi kumkimbilia Mungu, usikumbatie dhambi. Dhambi ni mbaya. Ndugu mpendwa mtazamaji wa TV Baraka, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Endelea kubarikiwa hapo ulipo. Usikumbatie dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi za kuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Dhambi na kuondoa kwenye mstari. Dhambi imeua wengi. Dhambi imeangamiza wengi. Watu wanaishi maisha mabaya. Wanatenda dhambi ni kama Mungu hawaoni. Mungu anaona, lakini pia Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuangalie katika somo la pili kutoka Injili ya Luka sura ya 23 mstari wa 42 mpaka 43. Hapa tunaona jinsi ambavyo mwenye dhambi ambaye alikuwa amehukumiwa kifo pale msalabani pamoja na Yesu anasema hivi. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa TV Baraka, hapa tunaona mwenye dhambi pale msalabani aliyekuwa amehukumiwa kifo pamoja na Bwana Yesu anasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Huyu ndugu alikuwa ni mhalifu, ndio maana alihukumiwa. Pia alikuwa hana muda wa kutenda mema katika maisha yake yote. Alikuwa hana nafasi ya kurekebisha maisha yake ama kutengeneza. Pendo mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka, leo hii tunaona anakiri mbele za Yesu. Tunaona anamgeukia Yesu. Tunaona anaomba rehema kwa Yesu. Hii ni toba ya kweli. Mwanadamu anapaswa kuishi maisha ya toba ya kweli. Usiishi katika maisha ya dhambi. Dhambi ni mbaya. Kumbuka huyu ndugu Dismas ambaye alimkubali Yesu pale msalabani akiwa katika hali ya mwisho kuelekea kifo chake. Tena kifo cha kuteswa pale msalabani. Alikubali kuomba rehema kwa Yesu ya kwamba uweze kunikumbuka katika ufalme wako. Lakini Yesu akamwambia, leo hii utakuwa nami mahali pema peponi. Yesu anakuwazia mema. Jambo la msingi, mkubali yeye awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndiye amepewa amri ya kuondoa dhambi. Yeye ndio ana amri ya dhambi duniani. Anaweza kufutia dhambi ukaishi maisha matakatifu. Na ni heri leo uishi maisha matakatifu. Uishi maisha kumpendeza Mungu. Maana Mungu ndiye aliyekuumba na alikuumba kwa mfano wako. Mungu hapendi kuona tena dhambi. Anapokuona Mungu anatamani akuone ukimtumikia yeye tu na si vinginevyo. Watu wengine wameabudu masanamu, wengine wanamtumikia shetani, wanamtumikia ibilisi, wasijua kwamba huko ni kubaya, wamepotea. Kimbilia kwa Yesu aliye hai. Yeye ndiye ana uzima tele. Yesu hakumhukumu Dismas huyo mwenye dhambi, lakini pia tunaona Yesu hakumkataa, alimkubali. Tunaona Yesu hakumchelewesha, alipata wokovu wa papo kwa papo. Na wewe pia ukikubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata wokovu wa papo kwa papo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka, Mungu anakuwazia mema sana. Lakini jambo la msingi, hakuna aliyechelewa kwa Mungu. Jambo la msingi, hakuna dhambi kubwa kuliko neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndiyo kubwa katika maisha ya mwanadamu kuliko dhambi unazoishi nazo. Ni heri leo utubu dhambi zako, umrejee Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Neema ya Mungu
inapatikana tu hata dakika ya mwisho. Upo kitandani, pengine uko hospitalini umelazwa, unaangalia TV hapo ukutani. Na unaposikia neno hili, lifanyike ukombozi hapo ulipo. Hakuna ambacho kimeshindikana kwa Mungu. Hata magonjwa yanaondoka, yanatoweka kabisa. Jambo la msingi, mkubali yeye tu, maana yeye huyo ndio uzima wako. Hata baada ya maisha haya kuna maisha mengine, na utaishi maisha ya utakatifu. Mkubali leo Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako, na Yesu bado anaokoa. Hata saa hivi anaokoa, hapo ulipo anaokoa. Cha msingi, mkubali yeye majira haya, Yesu anaokoa. Ndugu zangu wapendwa, hapa pana mambo mawili ambayo nitakiwa niyazungumze. Jambo la kwanza, dhambi ni mzigo mzito. Dhambi ni mzigo mzito unaoumiza moyo. Ni mzigo mzito unaoumiza moyo. Hasa ili usiumie, ukabidhi kwa Yesu. Yuko tayari kupokea huo mzigo. Maana katika kitabu cha Mathayo 11:26 amesema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na wenye kulemewa na mzigo wa dhambi, anasema nami nitawapumzisha. Yesu Kristo anaondoa huo mzigo wa dhambi unao katika maisha yako. Lakini pia jambo la pili, Yesu ndiye tumaini la pekee la kuondoa mzigo huu. Yesu ndio tumaini letu. Yesu ndio tumaini lako. Lakini swali ni je, bado unabeba mzigo wako? Bado unabeba mzigo wako? Au leo uko tayari kumkabidhi Yesu leo? Sikiliza. Kama upo hapo unanisikiliza, jambo la kwanza, usijisikie kwamba umechelewa. Unajisikia kulemewa na dhambi, yupo Yesu. Yuko tayari kutoa hiyo dhambi yako. Lakini pia unahitaji msamaha. Unahitaji kusamehewa. Yesu yuko tayari kukusamehe dhambi zako. Yu tayari kukusamehe dhambi zako. Jambo la msingi ni kubali kuomba msamaha kwa Yesu kwa dhambi ambazo umezifanya. Unahitaji pia amani. Ukishatuliwa mzigo, unakuwa na amani moyoni mwako. Mungu akusaidie mpendwa, na ninajua Yesu ni mwema sana juu ya maisha yako, anakuazia mema. Ninaomba sasa unifuatishe sala hii. Sema kwa moyo wako. Sema kwa moyo wako. Sema kwa moyo wako. Na amini kwa moyo wako kwamba Mungu anakwenda kusikia kupitia sala hii. Sema, Yesu unikumbuke. Nakuja kwako kama nilivyo. Nisamehe dhambi zangu na uniokoe. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu na msikilizaji huyu wa TV Baraka. Ninaamini amekwenda kubarikiwa na somo hili. Mungu, ninaomba upitishe neno lako la uzima liwe la kuzunguka moja kwa moja siku zote katika maisha yake. Naomba niendelee kumkumbusha maisha ya dhambi ni hatari. Maisha ya dhambi ni hatari. Watu wengi wamekufa, watu wengi wamepotea, naam, wameondoka hata kwenye mstari. Lakini Mungu wetu, wewe ni mwema sana. Ulimtuma Yesu Kristo aje kuukomboa ulimwengu, na ukasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, manake Mungu aliupenda ulimwengu ukamtoa Yesu Kristo, ili kwa kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Neno hili limeleta kwako na mimi mchungaji Joseph Mutanwa wa hapa Itichi. Mungu akubariki sana. Amen.